Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazolima kwa wingi zao la korosho. Kwa Afrika inashika nafasi ya pili na huku kidunia ikiwa ni ya 5. Nchi nyingine zinazolima korosho kwa wingi duniani ni Brazil, Ghana, Cote d'Ivoire, India, Vietnam, Msumbiji na Burkina Faso. Korosho ni zao linaloongoza kuliingizia taifa fedha nyingi za kigeni kuliko mazao mengine ya kibiashara kama vile pamba, tumbaku, mkonge, kahawa, karafuu na chai. Uzalishaji wa korosho nchini umekuwa ukipanda na kushuka toka lilipoanza kulimwa nchini, lakini kwa hivi miaka ya karibuni uzalishaji umekuwa ukipanda. Korosho zililetwa na Wareno katika karne ya 16 kama zao la kuzuia mmomonyoko wa udongo na sio zao la biashara. Hata hivyo, baada ya vita kuu ya pili ya dunia, zao hilo lilianza kupata umaarufu, ambapo kwa mara ya kwanza Tanzania ilisafirisha tani 7,000 kwenda nchini India. Uzalishaji uliendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, ambapo katika msimu wa mwaka 1973 ilifikia tani 145,000 na kuifanya Tanzania wakati huo kuwa ya pili duniani kwa uzalishaji wa korosho, ikitanguliwa na taifa la Msumbiji. Ni wakati huo ambapo viwanda 10 vya kubangua korosho vilijengwa na serikali baada ya kupata mkopo katika Benki ya Dunia. Hata hivyo, inatajwa kuwa sera ya vijiji vya ujamaa iliathiri uzalishaji wa zao hilo, ambapo ulishuka na kufikia tani 164,000 mwaka 1986. Kiasili zao hilo hulimwa kwa wingi katika mikoa ya kusini na pwani ya Bahari ya Hindi. Mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma ndio vinara wa uzalishaji. Hata hivyo, mikoa ya Pwani na Tanga ikifuatia. Kwa mujibu wa Bodi ya Korosho Tanzania, CBT, maendeleo ya uzalishaji wa zao la korosho yameongezeka hadi kufikia mikoa 17 kutokana na jitihada kubwa zinazofanywa na serikali na wadau wengine katika kuendeleza zao hilo. Serikali zote 5 zilizopita zilifanya jitihada mbalimbali za kuendeleza zao la korosho nchini, lakini kuongezeka kwa kiwango cha uzalishaji, upatikanaji wa pembejeo za kutosha na kwa wakati, uhakika wa masoko na bei nzuri ya zao hilo iliendelea kuwa mtihani mgumu. Hadi kufikia mwaka 2021, kipindi ambacho serikali ya awamu ya 6 ikiingia madarakani chini ya uongozi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na hapo ndipo ukawa mwanzo wa safari ya mafanikio kwa wakulima wa zao hilo. Leo hii ni miaka 4 tangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tangu aingie madarakani. Vicheko, furaha na neno la shukrani ndivyo vinavyotawala midomoni mwa wakulima wa zao la korosho nchini. Tunashukuru mama, mwaka huu ametufanyia jambo la maana. Korosho zimekuwa na tija, zimekuwa na bei, watu tumepata mafanikio. Mimi mwenyewe ninayoongea nimeuza zaidi ya kilo 2,000 lakini nimepata pesa zaidi ya milioni 6, milioni 7, na hizo zote nimefanyia mambo ya maendeleo. Nimenunua friji ndani mwangu, ninapenda kusagia vitu vya matunda, nimenunua mashine ya kupulizia korosho, nimenunua madawa kwa ajili ya kuandaa shamba langu la korosho ili nisipate kazi wakati wa msimu huu na kuwa tena mpaka nipate kazi ya kulima na jembe. Yaani zile changamoto za kuwalaumu viongozi hazipo. Kama fulani kafanya kitendo fulani, fulani kafanya kitendo fulani. Kwa hivyo mimi umenivutia kama serikali chini ya Rais Mheshimiwa Mama Samia na Waziri wa Kilimo Basha na kundi nzima la watu wa kilimo lililopo juu, wameangalia kama wakulima na lalamika sababu gani, wamelifuata kwa karibu. Kwa hivyo hilo mimi na wakulima wenzangu hapa, kuna changamoto zingine unaweza kuzisema, kuna changamoto zingine unaziacha. Kuondoa kwa mtu kati na kuleta TMX. Kwa hiyo ni direct, yeye tajiri ananunua korosho kutoka kwa wakulima. Hakuna kupitia kwa Chivalabala au Abdalla, no. Sasa kile imetoa faida kwamba kuna bei ya juu, kuna bei ya chini. Lakini tulikoanzia shilingi 1,500, 1,700 ndio ilikuwa bei ya juu, hiyo bei ya chini hiyo. Kauli yao haikupingika kwa sababu biashara walikuwa na kauli kwamba biashara si kitu cha lazima. Lakini je, wakulima wa mkoa wa Lindi nao wanasemaje? Fuatilia kwa hapa mfumo unavyoendeshwa, lakini ukitoka kule nje wananchi wanasemaje? Ni mfumo mzuri. Tunaiomba serikali
uendelee mfumo huu usije ukahachwa. Umemaliza matatizo, umepunguza malalamiko kabisa, yani umemaliza kwa namna kubwa, kwa kiasi kikubwa. Naipongeza sana serikali kwa hili, lakini pia serikali yenyewe imejisafisha, kwa maana kwamba lawama zote zilikuwa zinatupiwa serikali. Kama unavyojua kwamba chochote kinachofanyika serikali ndio inakuwa namba moja. Ikifanyika zuri anakuwa namba moja kupongezwa, likifanyika lolote lisilopendeza namba moja kulaumiwa. Kwa serikali ilikuwa inalaumiwa, lakini kwa ili waliolifanya iliochukua hatua hii, serikali imejisafisha kabisa kwenye hili. Na narudia tena kuipongeza serikali. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya